waandishi wa habari, karibuni VETA, karibuni Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA, makao makuu hapa Dodoma. Na leo tumeweza kuwaita kwa ajili ya kuweza kuhitaji kuhabarisha umma kuhusu uchaguzi na upangiwaji wa vyuo kwa wanachuo watakaoanza muhula wa masomo unaoanza mwaka 2026. Ndugu waandishi wa habari, awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kutufikisha siku yetu hii ya leo, lakini pia na kuweza kutupa afya njema kwa ajili ya kuweza kukutana na kuweza kutoa taarifa na kujadili masuala mbalimbali kama nilivyosema hapo awali. Lakini pia niwashukuru nyinyi waandishi wa habari kwa kuweza kuitikia wito wetu leo hii na kuweza kuja kwa ajili sasa muweze kutoa habari hii, lakini pia na kuweza kuhabarisha umma kuhusiana na taarifa hii tunaenda kuitoa. Pili, nipende kuchukua fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea na kuendeleza kuhakikisha kwamba elimu na mafunzo ya ufundi stadi hapa nchini anaipa kipaumbele, lakini pia na sekta ya elimu kuipa kipaumbele na kuwezesha kutoa fursa kwa wananchi wengi wa Kitanzania ili waweze kupata elimu ujuzi. Lakini vile vile nipende kutumia fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, pamoja na Naibu Waziri Mheshimiwa Wan Hafidh Amir kwa kuweza kuteuliwa na Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kuiongoza wizara yetu. Sambamba na hilo, nipende tu kutoa pia shukrani kwa uongozi wa wizara unaoongozwa na Katibu Mkuu Profesa Caroline Nombo pamoja na manaibu katibu mkuu ambao wanazidi kusimamia sera ya elimu pamoja na miongozo na maelekezo mbalimbali yanayotolewa na kusimamiwa na wizara kuhakikisha kwamba yanatekelezeka na yanafanyika katika maeneo mbalimbali na taasisi mbalimbali. Lakini nipende kutumia pia fursa na kuendelea kuona pia wizara kuendelea kusimamia msingi na kutembea na kauli mbiu ya kuwa elimu ujuzi ndio mpango mzima. Lakini pamoja na hilo, nipende pia kutokuisahau bodi yetu ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi kwa kuendelea kusimamia Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi, bodi yetu ikiongozwa na mwenyekiti Profesa Sifuni Mchome, katika kuhakikisha pia kwamba tunatekeleza masuala mbalimbali tunayohitajika kuyatekeleza katika kusimamia na kutoa mafunzo ya ufundi stadi. Ndugu waandishi wa habari, nimefurahi sana kwa kuwa mbele yenu leo, lakini pia kuweza kutoa taarifa rasmi kuhusu matokeo ya uchaguzi wa waombaji wa kujiunga na vyuo vya ufundi stadi vinavyomilikiwa na VETA na vinavyosimamiwa pia na VETA hapa nchini. Na mafunzo haya ambayo tunatarajia kwenda kuanza kuanzia mwezi Januari mwaka 2026. Lakini sambamba na hilo, kuonyesha pia jitihada mahususi zinazotekelezwa na serikali kupitia Wizara ya Elimu, kupitia VETA katika kuhakikisha unyumbufu katika udahili na utoaji wa mafunzo wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi hapa nchini. Ndugu waandishi wa habari, VETA tunaratibu zoezi la uchaguzi wa waombaji wa mafunzo ya ufundi stadi katika vyuo vyetu, na katika kufanya hilo tunalisimamia pia kwa kutumia miongozo, kanuni na sheria ambazo zimewekwa kwa ajili ya kufanya uchaguzi wa wanafunzi wanaojiunga na mafunzo ya ufundi stadi hapa nchini kwenye vyuo vya VETA. Lakini katika kufanya hayo yote, VETA katika mwaka huu na mwaka ambao tumeenda kuchagua atakaoanza mwaka wa masomo wa mwaka 2026, tumeenda kutumia mwongozo ambao ulipitishwa na kuanza kutumika mwaka 2025. Na zoezi hili pia la uchaguzi wa wanafunzi tumeufanya kwa kutumia mfumo wa kidigitali ambao tunauita VETMIS, ambao mfumo huu wanafunzi waliweza kuomba kupitia mfumo,
lakini pia na kuweza kuchagua kupitia mifumo hii. Ndugu waandishi wa habari, kwa mwaka huu jumla ya waombaji 18,875 walichukua fomu za kuomba kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi katika vyuo vya VETA, na kati yao wanawake walikuwa 6,915 sawa na 37% ya waombaji, na wanaume walikuwa 11,960 sawa na 63% ya waombaji. Katika kutekeleza uchaguzi wa wanafunzi kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi, vigezo mbalimbali vimetizamwa. Kimoja ni kwa wale ambao waliomba mapema, lakini cha pili ilikuwa ni uwezo wa taasisi kuchukua wanafunzi kwenye fani au stadi mbalimbali, ulinganifu wa fani walizoomba waombaji, lakini pia tumetizama pia kipaumbele kwa jinsia ya kike kuweza kupata kipaumbele zaidi ili waweze kupata na kuweza kujifunza zaidi kwenye mafunzo ya ufundi stadi. Lakini tumetizama pia suala la kipaumbele kwa wale wenye mahitaji maalum ambao wameomba kuweza kupata fursa ya kupata ujuzi katika vyuo vyetu. Ndugu waandishi wa habari, matokeo kwa wale ambao walikuwa wameomba. Napenda kuwataarifu kuwa jumla ya waombaji 14,433 sawa na 76% wamepangiwa kuanza kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi ambayo yataanza kwa mwezi Januari mwaka 2026. Kati yao wanaume ni 8,776 sawa na 61%, na wanawake ni 5,657 sawa na 39%. Kati ya waliochaguliwa 12,942 tunatarajia wataenda kuhudhuria mafunzo yao kwa kipindi cha asubuhi, na 1,491 tunatarajia wataenda kujiunga na mafunzo kwa kipindi cha mafunzo ya jioni, yani evening sessions. Aidha, waombaji 4,511 sawa na 24% wanasubiri kupangiwa vyuo na fani mbadala kutokana na kuwa walichagua fani moja tu na hawakuweza kuweka machaguo mengine ya mbadala. Hatua hii pia ni kwa sababu tumeona kwamba kati ya wale walioomba unakuta kuna idadi ya fani ambazo unakuta waombaji wamekuwa ni wengi, na hivyo tumebidi sasa tuchukue idadi ya awali, hivyo wengine kuweza kuhitaji hao 4,000 tunaenda kuwashauri, lakini pia na kuwapangia ujuzi mwingine baada ya kuweza kujadiliana nao na kuweza kukubaliana nao. Kwa na wao pia wapo na tuna uwezo wa kuwachukua, na hivyo nipende tu kusema wote wale 18,000 walioomba wote wanazo nafasi za kujiunga, isipokuwa tu kwa wale 4,000 tunachohitaji ni kuweza sasa kuwabadilishia na kuwapangia mafunzo mbadala ambayo wao watakuwa pia wamejulishwa na kuweza kuridhia. Katika kufanya uchaguzi huu tumeweza kuzingatia katika stadi mbalimbali takriban 45, na katika kutekeleza hilo waombaji wengi tumeona wameomba katika mafunzo au stadi ya umeme ambayo yenyewe zaidi ya 20% ya waombaji wote waliomba kujiunga na stadi hii ya umeme. Sambamba na hilo, ongezeko sasa hivi la waliochaguliwa limeongezeka. Kama nilivyosema, tumechagua takriban 76% wameweza sasa kupangiwa, lakini na wote tumesema walioomba 18,000 wote tumewachukua. Awali VETA tulikuwa tuna uwezo waombaji wanavyoomba na uwezo wa sisi kuchukua, tulikuwa tuna uwezo wa kuchukua kati ya 30% hadi 40% ya wale walioomba kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi, na hii ilikuwa inatupelekea takriban 30%, 60% hadi 70% kuachwa bila kuweza kushiriki katika mafunzo ya ufundi stadi. Sasa hili kwa kupitia serikali iliona kwamba tuna uhitaji wa kuona kwamba zinaongezwa fursa za wananchi na vijana kuweza kushiriki katika mafunzo ya ufundi stadi, na hivyo kutokana sasa na jitihada ambazo zimefanywa na serikali
VETA sasa hivi kuna ongezeko la vyuo. Sasa hivi tumefanya udahili kwa vyuo 80, lakini pia serikali inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kuna ujenzi wa vyuo 65 unaofanywa katika wilaya mbalimbali, na lengo ni kuhakikisha kwamba tunaongeza fursa za udahili, lakini fursa za wananchi kuweza kupata mafunzo ya ufundi stadi na kujipatia ujuzi. Kwa hiyo tunaamini tunavyoendelea tunazidi kuhakikisha waombaji wote wenye uhitaji wa kupata mafunzo basi wote wanaweza kupatiwa mafunzo katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kupitia uchaguzi huu na udahili huu tunaenda kuufanya, jumla ya walioomba 195 ni waombaji ambao walikuwa na mahitaji maalum. Kati yao ambao tumewapangia kwa sasa hivi ni 145 na wengine 50 wanasubiri kupangiwa vyuo. Na waombaji hawa wenye mahitaji maalumu wapo ambao wenye uoni hafifu, usikivu hafifu na wenye ulemavu wa viungo. Na kupitia hilo na kwenyewe pia tuliweka kipaumbele na kuhakikisha kwamba wote tunawachukua na kuhakikisha kwamba tunawachukua katika maeneo yote ambayo tunayo miundombinu ya kuweza kuwahudumia na kuwawezesha kuweza kupata mafunzo ya ufundi stadi katika vyuo vya VETA. Sambamba na hilo tumekuwa pia na waombaji ambao wametoka kwenye vyuo vya kati na vyuo vya juu. Na waombaji hawa walikuwa ni 134 ambapo kati yao walikuwepo ambao wana stashahada, shahada na shahada ya uzamili. Na kati yao 134, 123 wameweza kuchaguliwa na 11 wanaenda kusubiria kwa ajili ya kupangiwa kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi. Lakini pia katika kundi hili tumefanya uchambuzi wa kitaalamu na kuwaondolea baadhi ya masomo bebezi na mtambuka ambayo waliweza kuyasoma wakati wakipata elimu zao hizo za kati na za juu, na hivyo kupelekea kuwapunguzia mzigo wa masomo ambayo wameshayasoma wakiwa wakipata elimu hizo zao, lakini pia kuwawezesha kupunguza muda ambao watatumia kuweza kupata mafunzo na kuwawezesha wao kujikita zaidi kwenye kupata ujuzi na kuwawezesha kuwa na tija na ufanisi kwenye ujuzi ule watakao kuwa wamepata. Hatua hii ni sehemu ya utekelezaji wa dhana ya unyumbufu katika utoaji wa mafunzo ya ufundi stadi hapa nchini. Kulingana na hayo na kulingana pia na uchaguzi huu ambao tumeufanya katika mwaka huu wa 2025 kwa wale wanaojiunga na masomo kwa mwaka 2026, zipo afua mbalimbali za kuhakikisha kwamba jitihada za VETA na serikali katika kuhakikisha unyumbufu au flexibility katika utoaji wa mafunzo ya ufundi stadi unakuwepo, na sisi VETA tumehakikisha kwamba swala hilo tunalizingatia, na ndio maana tumeweza kuja na hili eneo la kuweza kuwasaidia wale wanaotoka katika elimu zingine kuweza kupata na kushiriki upataji wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi. Ndugu waandishi wa habari, sisi kama VETA dira yetu ni kuhakikisha kwamba Tanzania yenye mafundi mahiri na wa kutosha, na vile vile msimamo wa serikali ni kuhakikisha kwamba VETA ni ya wote bila kujali kiwango cha elimu, jinsia, hali ya kimwili au mahali alipo mwananchi, pamoja na kuwa shirikishi kwa kutumia wadau mbalimbali katika kutoa elimu na mafunzo ya ufundi stadi hapa nchini. VETA imekuwa ikipanga na kutekeleza afua mbalimbali zinazolenga kufikia maono hayo ambayo tunahitaji kuwa na taifa lenye watu wenye ujuzi wa kutosha na wenye umahiri. Na haya yanaendana pia sambamba na dira yetu ya mwaka 2050 ambayo inahitaji taifa lenye uwezo wa watu na maendeleo ya jamii, hususani kwenye kujenga rasilimali watu yenye ujuzi hapa nchini. Lakini sambamba na hilo tumekuwa tukitekeleza na kuhakikisha kwamba tunafanya afua hizi mbalimbali kulingana pia na sera ya elimu toleo la mwaka 2023
mipango mikakati ya ujuzi ya uendelezaji ujuzi kwa wananchi, pamoja na kusimamia ilani ya chama tawala. Mwaka huu wakati tunatekeleza uchaguzi wa wanafunzi, VETA tumefanya yafuatayo: moja, kuondoa mitihani ya mchujo. Hapo awali ilikuwa ili wale waombaji wanaohitaji kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi wanapoomba na kujaza fomu zao walikuwa wanahitajika kuweza kuja na kufanya mtihani ambao tulikuwa tunauita aptitude test. Na mtihani ule maana yake tulikuwa sasa unatupelekea kwenda kuchuja watu na kuweza kuchukua baadhi ya watu. Swala hilo tumeweza sasa kulitoa na tumeendelea kuhakikisha kwamba tunachukua watu wote wenye sifa, kwa sababu kwa kutumia mitihani hile ilikuwa saa zingine tunaondoa watu kuweza kupata fursa kutokana na mtihani, na wengine ambao walikuwa na uwezo na tunaona kabisa wana uwezo walikuwa wanaweza saa zingine kutokuchukuliwa. Sasa swala hili limeondolewa na limetuwezesha sasa kuweza kuchukua pia kutoa fursa kwa wananchi wote wenye uwezo, wenye kujua kusoma na kuandika, pamoja wenye ujuzi ambao wameshaanza kupata, wawezesha sasa kupata ujuzi zaidi pale wanapokuwa wanaendelea. Lakini sababu na hilo, kama nilivyosema awali, tumeenda kupunguza baadhi ya masomo kwa wale wenye elimu za kati na elimu ya juu. Na swala hili kama nilivyosema, waombaji walikuwa ni 134 na kwa sasa hivi tumeweza kuwapangia 123. Na hawa tunasema wanaenda sasa kupata mafunzo ya ufundi stadi. Kwanza tumeweza kwenda kupunguza muda wao wa kuweza kusoma, kwa sababu tunajua mafunzo ya ufundi stadi kwa wale ambao wameenda kuchaguliwa wataenda kusoma kwa kipindi cha miaka miwili, yani level ya kwanza na level ya pili kwa kipindi cha miaka miwili. Lakini kwa wale ambao wamehitimu elimu ya kati na elimu ya juu, baada pia ya kuona kwamba wameshasoma masomo mengine ambao tunaita masomo mtambuka na masomo bebezi, masomo hayo ambayo yanakuwa yanamwezesha mwanachuo kuweza kufanya kazi na kuweza kuwa na ushindani katika eneo la kazi, ni masomo ambayo tunaongelea kama communication skills, Kiingereza, ujasiriamali na masomo mengine. Sasa masomo yale tumeweza sasa kuona kwamba wale ambao wameshahitimu elimu ya juu na elimu ya kati tayari katika kipindi chao cha masomo wameshayasoma. Kwa hivyo kwetu sisi tumeenda kuyapunguza kwao kwa kuwapa exemption, lakini na kuyatambua masomo yao ambayo yalikuwa wameyasoma katika viwango hivyo. Kwa sasa hivi wanapokuja sasa VETA na kuchaguliwa, walipokuja VETA wanaenda kusoma masomo yale mahususi ya fani zao au stadi zao. Hivyo sasa kuweza kuwapunguzia muda, badala ya kusoma kipindi cha miaka miwili watasoma kwa kipindi cha mwaka mmoja, ambapo ndani yake watakuwa wamejikita zaidi kwenye kufanya practical zaidi katika masomo watakayokuwa wamehudhuria. Na hili tumelifanya hili pia kwa ajili ya kuwezesha ile flexibility na unyumbufu, lakini pia kusaidia na kuwezesha wananchi kupata fursa ya kupata ujuzi na kuwawezesha kuwa wengi na wenye uwezo wa kufanya kazi na stadi mbalimbali na kuwa na umahiri, kwa sababu wale ambao wanakuja watajengewa umahiri zaidi kwenye fani zao na kuwawezesha sasa kuwa na uwezo wa kufanya kazi katika soko la ajira au wao wenyewe kujiajiri. Lakini sababu na hilo, tunaamini utekelezaji wa hili litaenda sasa kuwawezesha vijana wa Kitanzania walio wengi kuweza kuja kupata mafunzo ya ufundi stadi, kwa sababu tayari tumeshalenga kuwasaidia kupata mafunzo, na taifa limeona kwamba na serikali kuwapunguzia muda ili waweze kupata mafunzo haya ya ufundi stadi kwa vipindi chichache, lakini wakiwa na ujuzi mkubwa. Ndugu waandishi wa habari, eneo lingine ni katika kukuza ushiriki wa wenye mahitaji maalum. Kama tulivyosema hapo awali, wenye mahitaji maalum walikuwa ni 195 na kati yao 145 tumeweza kuwapangia vyuo na wengine 50 wanasubiria kupangiwa vyuo. Sasa katika kuhakikisha kwamba
tunaweka kipaumbele na kuhakikisha kwamba wananchi wanapata fursa na wanaweza kushiriki katika kupata ujuzi na kupata mafunzo ya ufundi stadi hapa nchini. Serikali kupitia VETA imewezesha wananchi hawa 195 ambao 145 wamepangiwa na 50 wanatarajiwa kwenda kupangiwa kwenda kusoma, na gharama yao ya ada italipwa na serikali. Kwa hiyo hawa 195 ada zao ambazo zinastahili kulipwa, ambapo kwetu sisi VETA ada ya yule anayesoma kutwa ni shilingi 60,000 na yule anayesoma bweni ni 120,000. Yote hiyo serikali inaenda kugharamia kwa wanafunzi hawa. Lakini sambamba na hilo, tukumbuke kwamba kapitia ada hizo, ili kuweza kumsomesha mwanafunzi katika ujuzi na kupata ujuzi, si chini ya milioni 3 inatakiwa kwa mwanafunzi mmoja kuweza kufundishwa. Hivyo gharama hizi pamoja na zile gharama ambazo serikali inaenda kuchangia, zote hizi sasa serikali imechukua mzigo huu kwa wale wenye mahitaji maalum ambao tumeenda kuwachagua, ambao wako 195 na 145 tayari wameshapangiwa vyuo vya kupata mafunzo. Lakini sambamba na hilo, kwenye hili tunahitaji kuhakikisha kwamba tunaongeza fursa zaidi kwa wale wenye mahitaji maalum na wenyewe waweze kuja, na ni eneo ambalo tumeona wazazi wengi wanahitaji kujua kwamba kuna hizi fursa, lakini pia ni watu ambao wanatakiwa kupata elimu na kupata ujuzi ili na wenyewe waweze kushiriki katika kuendeleza taifa na kuweza kupata kipato. Sambamba na hayo yote, tunazidi kuomba wadau mbalimbali kuweza kukaa nao sisi kama VETA na serikali kuweza kuona tunaongeza fursa zaidi kwa watu wenye mahitaji maalum waweze kupata fursa zaidi, na idadi izidi kuongezeka kwa wale wanaoomba. Mwaka huu tumesema walioomba walikuwa ni 195 na wote hawa wanaenda kupata fursa hii. Tunajua kadiri tunavyoendelea idadi hii itaongezeka, kwa hiyo tutazidi kushirikiana na wadau, kushirikiana na serikali katika kuhakikisha tunatoa fursa hii kwa wale wenye mahitaji maalum. Eneo la 4 au afua ya 4 ambao tumeenda kuitekeleza ni kuanzisha mafunzo ya jioni. Tumeainisha kwamba kati ya wale ambao wamechaguliwa kwa kuanzia Januari, kati yao 1400 wanaenda kusoma kwa kipindi cha jioni. Swala hili tumeona tuliweke katika vyuo vyetu pia vya VETA ili kuhakikisha kwamba tunatoa fursa zaidi kwa wananchi na vijana kuweza kupata mafunzo. Lakini tunaamini wale wanaoenda kupata pia fursa za jioni, unaweza kukuta wana shughuli zao ambazo wanazifanya katika muda wa mchana, hivyo kuweza kuwapa fursa ya kwenda kufanya kazi mbalimbali walizojiajiri au kuajiriwa, na mwisho wa siku jioni kuweza kuhudhuria masomo hayo. Kwa hiyo tumeweza kuhakikisha na tunaendelea kutizama uwezo wa vyuo vyetu vilivyopo. Kati ya hivi 80 tumeanza na vyuo 13, lakini tunaenda kuongeza vyuo kwa ajili ya kuweza kuchukua wananchi zaidi ambao wataweza kuhudhuria kwa masomo ya jioni. Lakini pamoja na hayo, nipende pia kutumia fursa hii waandishi wa habari kuwajulisha kwamba VETA sasa hivi tunao mfumo ambao tunautumia kwa muda mrefu, mfumo wa kuweza kujifunza, tunauita VETA Somo au V-Somo. Ni mfumo ambao ni application ambayo inatumika kwenye simu, kwenye kompyuta, kwenye iPad. Mtu ana uwezo wa kwenda kujifunza, kujiandikisha na kujifunza kupitia mfumo huo, na inapofika kipindi cha kuweza kwenda kufanya practical, basi anaenda kwenye chuo cha karibu cha VETA kwa ajili ya kufanya practical. Kwa hiyo nipende pia kutumia fursa hii kuwajulisha umma na kuwajulisha wananchi kwamba swala hili sasa hivi wananchi wana uwezo pia kujipatia mafunzo kupitia mfumo huu wa VETA, na ni mfumo ambao unatambulika na ni mfumo ambao tunautumia katika kutoa mafunzo ya ufundi stadi hapa nchini. Sambamba na hayo, ndugu waandishi wa habari, nipende tu kusema tunayo masuala mengine ambayo yanahusiana na fursa za utoaji wa mafunzo ya ufundi stadi hapa nchini. Ningependa nitaje fursa kadhaa ambazo waandishi wa habari tunaomba muweze kujulisha umma, waweze kuzijua, waweze kuzitumia fursa hizo, na mwisho wa siku waweze kwenda
kuweza kushiriki vema kwenye shughuli za kiuchumi, shughuli za kijamii, na waweze kujiingizia kipato. Fursa hizo kwa sasa hivi kama VETA tumehakikisha kwenye makundi maalum yanahusisha vijana, wazee, wanawake, tunakuwa na fursa mbalimbali za kuwawezesha kupata ujuzi. Na fursa hizi tumelenga pia katika sekta mbalimbali. Na sekta hizi ni sekta zile za kipaumbele. Tunazo sekta za kilimo, sekta za madini, sekta masuala ya nishati, masuala ya usafirishaji na maeneo kadhaa. Sasa kupitia sekta hizi, kwa sasa hivi VETA tumetangaza tangazo kwa wananchi kuweza kupata na kuomba fursa zipatazo 5,631 ambazo zinahusiana na kupata mafunzo ya muda mfupi kwenye sekta ya kilimo. Mafunzo hayo yanahusisha: moja, utengenezaji wa zana za kilimo, yani mtu kuweza kujua namna ya kulitengeneza trekta, namna ya kurekebisha vifaa mbalimbali vya kilimo, kwa sababu tunajua ni sekta kubwa na ni sekta ambayo serikali sasa hivi imewekeza na kuna nguvu kazi kubwa sana inaandaliwa huko. Lakini eneo la pili katika utoaji wa mafunzo hayo ni ufundishaji wa teknolojia ya umwagiliaji, ambao wananchi wataweza kupata fursa ya kufundishwa teknolojia ya umwagiliaji na kuwezesha wao pia kuweza kufanya shughuli za umwagiliaji au kutengeneza miundombinu ya umwagiliaji katika maeneo mbalimbali. Na mwisho katika eneo hilo ni kwamba kuwawezesha wananchi kuweza kujua namna ya kuweza utunzaji wa mazao baada ya kuyavuna. Tunajua maeneo mengi wananchi wanalima na wanapata mazao. Baada ya kupata yale mazao, tunahitaji kuweza kuyatunza na kuyaweka katika utaratibu mzuri ili yaweze kutumika kwa baadaye. Kwa ni eneo ambalo na lenyewe pia tunaenda kutoa mafunzo hiyo. Kwa niweze kuwahimiza wananchi katika mikoa ambayo tumeiainisha katika tangazo letu kutumia fursa hiyo ya 5,631 kuweza kupata ujuzi kwa vijana waliopo hapa nchini. Lakini eneo lingine tunao mradi tunaoita watimiza malengo, ambao mradi huu umejikita kwa ajili ya kutoa fursa kwa vijana 5,940 ambapo tunawafundisha katika stadi mbalimbali ambazo tunaziona zina uhitaji katika mikoa, wilaya na maeneo mbalimbali hapa nchini, ili tuweze kuhakikisha kwamba vijana waliokuwa katika maeneo hayo wanapata ujuzi ambao utawawezesha wao wenyewe kujiajiri, kuajiriwa au kuweza kufanya kazi katika maeneo mbalimbali. Sambamba na hayo, tunayo miradi mingine ambayo tunaifanya katika baadhi ya mikoa, ambao tuna mradi ambao tunauita wawezesha binti kwa ajili ya wanawake 700 katika mikoa ya Kigoma na katika maeneo mengine ya hapa nchini. Pamoja na mradi mwingine ambao tunauita wa Inclusivity tunaofanya katika mkoa wa Mwanza na mkoa wa Tanga. Ni miradi ambayo mingi imelenga kuwawezesha vijana kuona fursa zilizopo katika maeneo yao na kuweza kupata ujuzi ili kuzitumia vema fursa zile ambazo zipo katika maeneo husika. Sambamba na hayo, tunayo maeneo mengine ambayo tumeweza kutekeleza. Tunao mradi ambao sasa hivi tunaenda kutekeleza utoaji wa mafunzo kwa domestic worker au wafanyakazi wa ndani takriban 500, ambao mafunzo hayo tunaenda kuyatoa kuwawezesha watu kuweza kufanya kazi za ndani hapa nchini lakini pia na nje ya nchi, ili kuweza kujua na kuweza kupata taratibu za kuweza kufanya kazi hizo katika maeneo mbalimbali. Lakini tumeweza kuwezesha pia wanawake nchini. Tulikuwa na mradi wa kuwawezesha wanawake kupata ujuzi na mwisho wa siku waweze kuwa wajasiriamali na kuweza kujiajiri. Hadi sasa hivi tumeshatoa mafunzo kwa wanawake takriban 16,000 katika mikoa yote Tanzania, ambayo lengo ni kuhakikisha kwamba wanapata ujuzi na mwisho wa siku waweze kushiriki katika kujiajiri, kufanya kazi ndogo ndogo na kazi kubwa, na waweze na wenyewe kupata kipato. Lakini haya yote tunasema ni fursa ambazo tumeziandaa kwa ajili ya wananchi kuweza kuzitumia, kuziona, kujengewa uwezo na ujuzi ili waweze kushiriki vema katika shughuli za kiuchumi zinazotekelezwa. Nipende kutoa wito kwa Watanzania wenzangu, hususan vijana, wanawake na wanaume,
kutumia fursa hizi ambazo tumeziainisha katika hawa ambao wamechaguliwa kwenda kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi, lakini pia kwenye yale maeneo mengine ambayo tunazo fursa mbalimbali za ujuzi wa muda mfupi ambao utawawezesha kuweza kushiriki vema katika shughuli mbalimbali hapa nchini. Niombe tukazitumie fursa hizi vema, tuende tukahakikishe kwamba utumiaji wa fursa hizi wenye malengo na tija kuweza kulisaidia taifa letu. Lakini mbili, niwepende kuhimiza wanawake wa vijana wa kike kuweza kushiriki vema katika mafunzo ya ufundi stadi. Zana ya kwamba upataji wa ujuzi au mafunzo ya ufundi stadi ni kwa vijana wa kiume au kwa wanaume tu, si zana sahihi. Ni kwamba mafunzo haya ni kwa wote, wanawake na kwa wanaume. Tumeona idadi ya washiriki au waombaji katika mafunzo ya ufundi stadi ikiwa bado iko chini, na lengo letu tunahitaji tuweze kufikia 45% ya waombaji au wanaohitaji kupata mafunzo ya ufundi stadi wawe ni wanawake. Kwa hiyo tunazidi kuongeza fursa kwa wanawake waweze kuweza kupata mafunzo ya ufundi stadi, lakini pia na wenyewe kuweza kushiriki kuweza kupata mafunzo ya ufundi stadi hapa nchini. Lengo la Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha kwamba taifa letu linakuwa na watu wenye ujuzi na wenye uwezo wa kushiriki katika kufanya shughuli mbalimbali. Sasa haya yote hatuwezi tu tukawa tumeweka katika jinsia moja tu. Lazima tuhusishe jinsia zote za kike na kiume kuweza kushiriki. Kwa niombe kutoa rai kwa wananchi hususan wa kike na wanawake kuweza kushiriki katika fursa hizi, kuja na sisi tutazidi kutoa fursa ili muweze kupata mafunzo ya ufundi stadi hapa nchini. Ndugu waandishi wa habari, kwa kuhitimisha, nipende tu kusema kwanza, VETA tutaendelea kuhakikisha kuwa wananchi wa Kitanzania wanapata fursa za elimu na ujuzi unaohitajika kulingana na shughuli za kimkakati na sekta za kimkakati. Tunayo miradi kadhaa ya kimkakati inayokuja kutekelezwa hapa nchini. Tunayo miradi ya mikakati katika maeneo ya madini. Tunazo fursa takriban 400 ambazo tunaanza kuzifanyia kazi na kuja kuzitangaza ili wananchi waweze kuzitumia fursa hizo ili kuweza kushiriki katika sekta ya madini, kuongeza thamani, na ni eneo ambalo tunaliita lile madini muhimu, yani critical minerals. Kwa nipende tu kuwajulisha umma kuwa tunaomba wananchi wazidi kutumia fursa hizi, lakini pia na sisi VETA tutazidi kutafuta fursa kupitia serikali na serikali kutupatia nyenzo na vifaa na uwezo pamoja na wakufunzi wa kutoa mafunzo haya ili wananchi waweze kupata ujuzi wenye ubora utakao wawezesha kuweza kushindana katika soko la ajira ndani ya nchi na nje ya nchi. Lakini sambamba na hilo, nipende tu kusema katika uchaguzi ambao tumeufanya kwa wanafunzi wanaenda kujiunga kwa mwaka 2026 ni uthibitisho na dhamira ya serikali katika kuhakikisha kwamba inapanua wigo wa upatikanaji wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi na kuhakikisha kwamba unyumbufu ule unaohitajika na ile flexibility unaohitajika katika utoaji wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi hapa nchini unazingatiwa. Kwa hiyo hilo ni eneo ambalo tumelizingatia na tunaenda kuhakikisha kwamba kunakuwa na usawa na ubora wa mafunzo utakaokuwa unatolewa hapa nchini. Nawaomba waandishi wa habari mshirikiane nasi kwa kuielimisha jamii kuhusu fursa hizi na kuhamasisha vijana na watu wazima kuchangamkia fursa za elimu na mafunzo ya ufundi stadi katika vyuo vyetu vya VETA. Niwashukuru sana na nipende kusema ufundi stadi fursa kama zote kwa watu wote. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante kwa maswali kutoka kwa waandishi wa habari. Labda ningeanza na Bwana Sauli kutoka Daily News. Ameongelea program kuhusiana na magereza, kuna ni vyuo ambavyo tunasema vinaenda kurekebisha wananchi. Nipende tu kujulisha kwamba VETA tunashirikiana na magereza, na katika mwaka jana pamoja na mwaka huu tuna eneo la kwanza ambalo tumelifanyia nalo kazi, tunaita utambuzi wa ujuzi uliopatikana kutoka kwenye
kujifunza kutoka kwenye mfumo sio rasmi. Na kupitia utambuzi huu wa ujuzi tumeweza kufanya kazi katika magereza matatu ambayo waliokuwepo katika magereza hayo wakipatiwa marekebisho ya tabia, tumeweza kuhakikisha kwamba tumewagusa 200, zaidi ya 200 tumewagusa, na wameweza kupatiwa vyeti vya utambuzi wa ujuzi wao. Na watu hawa ambao walikuwa sasa kutoka kwenye magereza, maana yake akienda sasa kurudi mtaani anakuwa sasa anatambulika, anacho cheti na ana uwezo wa kwenda kufanya shughuli mbalimbali. Lakini sambamba na hilo, sasa hivi tupo sasa katika kuhakikisha kwamba katika magereza mbalimbali tunafanya hiyo utambuzi wa ujuzi, lakini pia na kutoa mafunzo kushirikiana na magereza. Na mafunzo hayo ni yale ya muda mfupi, kwa sababu pia na wenzetu wanafanya shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika katika yale magereza. Kwa hiyo sasa hivi tuko katika kuandaa hizo kozi za muda mfupi ambazo zinawawezesha kuwapatia na mwisho wa siku kuwapa vyeti vya kutambua ujuzi wao, na pindi wanapokuwa wamemaliza muda wao katika magereza, basi wana uwezo wa kuenda mtaani na kuweza kutumia vyeti hivyo na ujuzi wao katika kufanya shughuli mbalimbali. Swala la pili lilikuwa ni matumizi ya akili unde, kwa sababu teknolojia inabadilika na tunahitaji kuwa na matumizi ya akili unde ambayo itawasaidia wale wanafunzi wetu kwanza kujifunza, lakini pia wanapotoka kwenda kwenye maeneo ya kazi waweze pia kujua kwamba kuna mabadiliko ya teknolojia. Sisi kwetu VETA tunatoa mafunzo kwanza kwenye ile eneo la ICT kupitia vyuo vyetu vyote vilivyopo, na tunavyo chuo chetu cha umahiri kwenye eneo la ICT ambacho kiko Kipawa pale Dar es Salaam. Na katika kupitia chuo hiki pia tunatoa mafunzo mbalimbali eneo hili la akili unde, lakini pia tunaongelea Internet of Things, masuala ya robotics, lakini pia na masuala ya teknolojia zinazotumika viwandani katika kufanya shughuli mbalimbali za viwanda kwa kutumia hii tunayoita artificial intelligence, lakini pia na kutumia teknolojia za kisasa. Kwa ni eneo ambalo pia sasa hivi tunawafundisha wananchi na vijana wanaokuja kwenye vyuo vyetu vya VETA ili kujua kwamba kuna mabadiliko haya ya teknolojia ambayo yanawahitaji na wenyewe kuyafahamu na kuweza kwenda kuyatumia pindi wanapokuwa wamehitimu katika vyuo vyetu vya ufundi stadi. Kwa ni eneo ambalo sasa hivi pia tunalifanyia kazi na tunafanya pia maboresho. Na pia katika ile eneo sasa hivi serikali vifaa ambavyo tunanunua pia vifaa vinavyoendana pia na teknolojia za kisasa. Sasa hivi katika kufundishia pia tunatumia vifaa ambavyo tunaita simulators ambazo zinatumika kumfundisha mwanafunzi bila kuanza kutumia vifaa halisia. Anatumia mfumo ambao anajifunza na kufanya practical na kufanyiwa assessment na kuona hali yake ya utekelezaji wa hizo practical anazozifanya. Kwa hizo zote tunazitumia ili kuwezesha wanafunzi kujua kwamba kuna mabadiliko ya teknolojia na anatakiwa aweze kujifunza na mwisho wa siku kuweza kutumia teknolojia hizo pindi anapokuwa katika soko la kwenye ajira au katika eneo la kazi. Eneo la pili lilikuwa ni la Bi Janet ambalo liliuliza vigezo vya kuwapata wale wenye mahitaji maalum. Kigezo kimoja hapo ambacho tunatumia ni wakati wa kuomba mafunzo ya ufundi stadi. Kwa kama nilivyosema, wananchi waliomba na kupitia mule moja ya taarifa ambazo wanatakiwa kuziweka ni kuainisha mahitaji au kama anakuwa na mahitaji maalum. Anatakiwa ndani yake aainishe na kubainisha kile ambacho anayo changamoto nayo. Kwa kubainisha huko, hiyo inakuwa ni kigezo cha kwanza. Lakini cha pili ni pale tunapokuwa pia tumekutana nao. Baada ya kuchaguliwa na kuweza kukutana nao na kujadiliana nao, lakini pia wanapokuja katika kuwasilisha fomu zao, tunakuwa pia zinapitiwa. Kwa pale mtu ana uwezo wa kupitia na kutambua huyo mtu kweli anayo hii changamoto. Kwa hilo ni vigezo ambavyo pia tunavitumia. Lakini pia wanapofika katika vyuo vyetu bado kunakupo na swala pia la kuendelea kuwatizama na kuchunguza zaidi kwamba kuona huyu mtu kweli anahitaji maalum. Na mwisho wa siku sisi tunawapangia kwenye vyuo vyetu kulingana pia na kuona walimu wenye uwezo wa kuweza kuwasaidia katika hali walizokuwa nazo. Kwa ndio maana pia utaona pia tumepanga sasa hivi 145, 50 tutawapangia wakati tunavyoendelea pia kuweka miundombinu wakufunzi ambao wana uwezo wa kuwasaidia katika
vyuo vyetu hivyo. Eneo la tatu lilikuwa ni eneo la gharama zinazotolewa kwa wanafunzi. Nadhani hapa alikuwa anaongelea gharama. Sisi nilivyosema ni kwamba ada ya mwanafunzi ni 60,000 kwa yule anayesoma kutwa na 120,000 kwa yule anayekaa bweni. Kwa yule anayekaa bweni manake anakuja analipa 120,000 kwa mwaka mzima kwa siku zote atakazokuwa amekaa chuo. Ndani yake ni amelipa shilingi 60,000 ikiwa ni ada ya mafunzo na 60,000 ni gharama ya yeye kula, kulala na kuweza kuishi ndani ya chuo kwa mwaka mzima. Gharama nyingine zinatolewa na serikali kwa ajili ya kumwezesha huyo mtu kuweza kula. Kwa hiyo ukijaribu kutazama kama mwanafunzi mmoja sasa hivi kuweza kula kwake inamhitaji gharama ya shilingi 700,000 kwa mwaka na zaidi ya 700,000 kwa ajili ya kuweza kula katika chuo chetu. Kwa hiyo hizo ni gharama ambazo serikali yenyewe inatoa. Lakini kwenye eneo pia la vifaa vya mafunzo, kila mwanafunzi tunaongelea sasa hivi 520,000. Hizo ni gharama za moja kwa moja kwa ajili ya kununuliwa material za kuweza kufanya kutumia na kuweza kufundishwa. Kwa hiyo ni eneo ambalo pia tunaliona kwamba bado tunalifanyia upembuzi kuona gharama pia halisi na tuweze kuwa na uhalisia wa hizo gharama. Lakini wale wenye mahitaji maalum ni kwamba gharama hizo zote serikali imezichukua, zile za ada ambazo mwananchi alitakiwa alipe hiyo 60,000 na 120,000 kwa serikali yenyewe imezichukua wao, serikali ndipo itakapolipa. Kwa kama ni mzazi au mlezi, yeye atakachokuwa anatakiwa ni gharama tu ile ya kumwezesha mwanafunzi yule kufika kwenye chuo husika. Kama ni nauli ya kumfikisha kwenye chuo husika ili kuweza kufika chuo. Eneo lingine ni kuwawezesha wale wanachuo wahitimu wa VETA ambao wameulizwa na Bwana Fredi. Nipende tu kusema katika moja ya vitu ambayo tulikuwa pia na mradi ambayo tumeufanya na tunaendelea kuifanya. Tunao miradi ambayo sasa hivi tunaifanya ambapo wananchi tunawapa mafunzo ya muda mfupi na tunapomaliza tunawapa zile tunaita startup kit au kumwezesha mtu kuweza kutoka leza na kifaa kitakachomwezesha kuweza kuanza kazi au kufanya kazi mbalimbali. Tunayo miradi mbalimbali. Sasa hivi tulikuwa tuna mradi mkoani Mwanza. Ni mradi tu hivi karibuni ambao tunaendelea nao. Ni mradi ambao tunaenda kufundisha vijana takriban 800. Hadi sasa hivi wameshamaliza vijana 600. Bado 200 tunaendelea nao. Hawa waliomaliza 600 wameweza kupatiwa vifaa mbalimbali vya kuwawezesha kwenda kuanza kazi. Ndio kama vile mtaji kwa ajili ya wao kuweza kuanza kazi. Lakini pia tunayo miradi ambayo inakuja na ambayo tumeshaitekeleza mingine ambayo vijana waliweza kupatiwa vianzio vya kazi au mtaji mbegu ili kumwezesha kufanya kazi na pindi anapokuwa amehitimu. Na hilo pia kama tunakumbuka kwenye ilani ya chama ya mwaka 2025 imeainisha kwamba kuhakikisha wale wanaokuwa wanahitimu katika vyuo hivi vya kati vya ufundi na ufundi stadi kuweza kusaidiwa kupata hiyo mitaji mbegu. Basi hilo pia na sisi VETA tumeanza kujitekeleza na kuona namna ambapo wale wanaohitimu aidha kwa vikundi au kwa uwezo wa mmoja mmoja kuweza kupatiwa vifaa. Lakini pia na sisi tunazidi kwenda kuwa linki na zile halmashauri lakini pia na taasisi nyingine ambazo zinafanya shughuli mbalimbali ili waweze kupata vifaa, kupata mitaji na kuweza kushiriki na taasisi za kifedha kuweza kupata mitaji itakayowawezesha wao kujiajiri pindi wanapokuwa wamemaliza kazi zao, wamemaliza mafunzo yao. Swali la mwisho la Bwana Fredi lilikuwa ni kuhusu ujenzi wa vyuo hivi 65. Tumesema kwamba sasa hivi VETA tuna vyuo 80 na kuna ujenzi wa hivi vyuo 65. Mwisho wa siku vyuo hivi vinapokamilika tutakuwa na jumla ya vyuo 145 hapa nchini vinavyomilikiwa na kuendeshwa na VETA lakini vinavyomilikiwa na serikali. Sasa hivi lengo la vyuo hivi 80 tuko lengo ni kuwa na watu 120,000. Na vyuo hivi 65 vinapokamilika tunahitaji kuhakikisha kwamba vijana wa Tanzania wapatao 250,000 au zaidi kuweza kupata mafunzo ya ufundi stadi kupitia vyuo hivi, kwa sababu pia hivi vyuo vimeenda sasa kwenda kwenye wilaya mbalimbali karibu kwa wananchi ili waweze kupata fursa hizo na kuwa na kuwasogezea upataji wa ujuzi kwenye maeneo yao, lakini pia kwa kuzingatia kupata ujuzi
kulingana na shughuli za kiuchumi zilizopo kwenye maeneo yao na wilaya zao ambapo wananchi hawa wapo.